Somebody shout a bigger hallelujah. Piga haleluya kubwa. Lift up your voice and appreciate him. Give him all the glory and honor and adoration. Shukuru Mungu, mpe heshima, Let's go azama. before him in thanksgiving. Nena mbele zake kwa shukrani. The word of God, so enter his gate with thanksgiving. Neno la Mungu nasema ingia malangoni mwake kwa And his shukrani. court with praise. Na katika nyua zake kwa Be sifa. thankful unto him and bless his holy name. Shukuru yeye, libariki jina lake. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Jambo jema kumshukuru To Mungu. show forth the loving kindness of God. Kuonyesha fadhili zake Mungu. We are alive today because he kept us. Tuko hai leo kwa sababu He made ametuhifadhi. us to be in the sanctuary at a time like this. Ametufanya kuwa patakatifu By katika the majira kama privilege of haya. heaven, allowing us to worship, to Ameturuhusu come to church to maabudu. worship. This is his doing and it is Haya ni marvelous in matendo our ya eyes. Mungu. Give him all the glory. Mpe Mungu tukufu wote. For all you have done for us Kwa yote ambayo in the ametutendea course of the week, katikati ya let's give wiki, him all the glory. tumpe utukufu wote. For the first service, let's thank him. Kwa ibada ya kwanza tumshukuru. Appreciation to God is applying for more. Shukrani kwa Mungu ni kumwomba akutendee When we tena. appreciate him for what he have done, Unapomshukuru kwa kile we alichotenda, commit him to do more. unamfanya akutendee zaidi. Thank you, Lord, for the first service. Asante Bwana kwa ajili ya ibada ya For the kwanza. souls you saved. Kwa nafsi ulizookoa. Father, thank you. Baba asante. We give you all the glory and Tunakupa wewe honor. utukufu wote na heshima. We give you all the adoration. Tunakupa adhama zote. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Ask him to visit you in this service Muombe today. akutembelee katika ibada hii. Oh, there is an expectation that you came with today. Unatarajia umekuja nalo leo. Jesus, visit me. Yesu nitembelee. Meet me at the point of my need. Kutana na hitaji langu Power me in this service today. kupitia ibada ya leo. Table your expectation before God. Peleka tamanio lako mbele za He Mungu. has not called us to seek him in vain. Hajatuita tumtafute bure. He have not called us to seek him in vain. Hajatuita tumtafute bure. Jesus said, my house shall be called a house of prayer. Asema nyumba yangu itaitwa nyumba ya Never maombi. be tired of praying. Hatupaswi kuchoka kuomba. You have to pray until it happens. Tunapaswa tuombe mpaka itokee. Don't rely on the prayer of yesterday. Usitegemee maombi ya jana. Pray again today. Omba tena. Don't rely on the prayer of yesterday. Usitegemee maombi ya jana. Because the challenges of today Changamoto ya leo may not be solved by the prayers of yesterday. inaweza tatuliwa na Pray maombi ya again. jana. Pray again. Omba tena, omba It's tena. a man always to pray and not to Asema faint. imewapasa wanadamu kuomba One wakati of the wote na things we do wasikate in tamaa. the church is to pray to our Jambo God. mojawapo tuombalo kanisani ni kuomba. He always gives us an open check to ask what we want. Wakati wote anatupa nafasi ya kuomba lile I said, what do tunalohitaji. you want me to do for you? Anakuuliza unataka nikutendee nini? Talk to your heavenly Father. Nienda kwa baba yako wa He is mbinguni. a prayer answering God. Yeye ni Mungu ajibuye maombi. Talk to him. Talk to him. Ongea naye. Never be tired of praying to him. He is not tired of hearing your prayers. He is not tired of answering your prayers. Hajachoka kujibu maombi yako. Ooh, leketeka talaba. Alaba kataka talabaraba. Elia kaba basakota liaba. Ekitaka bakatoria. Lord, hear the prayers of your children. Bwana sikia maombi ya Hear watoto the wako. prayers of your children. Sikia maombi ya watoto Wipe wako. away their tears. Futa machozi yao. Wipe away their tears. Futa machozi yao. Wipe away their tears. Futa machozi yao. Visit them, Jesus. Watembelee They Yesu. correct their lives. Turn their service around for good. Geuza mambo. When the Lord turn again the captivity of Bwana Zion. aligeuza uteka We wa are like Sayuni. them that dream, and our mouth will fill with laughter. Send they among the hidden. The Lord have done great things for us. The Lord have done great things for us, and we are glad. Turn again our captivity like the streets in the south. Oh, lekatala boashelaba. Oh, lekiata alababa. Ekuta alandalia. Eshuanda kaba. Is somebody praying? Pray in the Holy Ghost, pray in your understanding. Oh, drive your prayer in the Holy Ghost. Lekota kaba baba lebaliaba. Oh, shiakaba. Alande lebra katakata labalaba. Oh, yakaba. Baliaba balabalaba. Oh, yakaba. Landelia. Alande lande lakateka tosha. Omba kwa Roho Mtakatifu, nena kwa lugha. Abalande katekatolia. Oh, yala balia baba shalaba. Ayala balaba shulubulia balaba. Oh, liakababa la balaba shalaba. Oh, le balia baba shakata la balaba.
Oh, Holy Ghost, move now. Holy Ghost, Roho move. Mtakatifu tembea Give your sasa. people their desire. Tembelea na La kupatia watu wako matamanio. ya baba. Opekete kata. La balia baba baba. Alande la bala braka toka telia. Eshuanda kaba. Alaba baba. Alaba baba. Alaba baba. Alaba baba. La baka toko talaba. Ekiata kata la braleba. Ekate kate kate. Eshukatanda. Lande. Malia katuba. Andale katobre katalaba. Ayala baba. Alando brekete katalaba. Lebra la bashilaba. Lekete ketokotoliaba. Ebua kutiande kuta. Mekete duka takatute kota. Ekito kopeketende. Ekete tukatande. Eswa la balisho liande katoa. Libra la bashulia baba. Holy Ghost divine. Do what only you can do. Tenda kile wewe pekee unachoweza kufanya. Malia baba. Ask him to send his word to you. Muombe akutumie neno. Ask him to send his word. Muombe akutumie neno lake. The word is season. Neno la majira. He sent his word unto Jacob. Alituma neno kwa And he Yakobo. lighted upon Israel. Likaiangazia Israeli. Oh Lord, send your word to your Bwana people. tutumie neno. Oh yakababa balaba. Liakababa liabalaba shalaba. Oh lekata la balaba shalabalaba. Eliakata leakata laba. Oh liakababa baba. Andala brakato boshiala balaba. Eliakata. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Wave your hand and appreciate Funga him. mikono yako kwa Yesu, mtukuze. This is the confidence that we have in him. Huu ni ujasiri tuliokuwa nao kwake. When we ask him anything, he hears us. Tunapomwomba lolote anatusikia. Oh Lord, we know that our petitions have reached you. This Tunajua hour. zile haja zetu zimekufikia. We worship your holy name. Tunakuabudu wewe, We give you all the glory. tunakupa utukufu We wote. give you all the honor. Tunakupa heshima. We celebrate you. Tunakusherehekea wewe. Blessed be your holy name. Barikiwe jina lako takatifu. Holy Spirit, manifest your power in this Roho service. Mtakatifu, dhihirisha nguvu zako katika ibada ya leo. In diverse healing and deliverances. Kupitia uponyaji na ukombozi. Meet everyone at the point of his Kutana na heart. hitaji la kila mmoja. Send your word with power to your people. Kwa neno lako kwa nguvu kwa watu wako. Open the understanding of your people to receive the Fungua word. fahamu zao waweze kupokea neno. Let every barrier be broken. Kila kizuizi kikavunjika. Jesus, let every sickness be humiliated. Kila this hour. ugonjwa ukafedheshwe. By the power in the word and the anointing oil. Kupitia nguvu katika neno na mafuta matakatifu. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Wave your hand and worship Funga him. mikono yako, mabudu We Mungu. give you all the glory. Kwa mpao utukufu We wote. give you all the honor. Tunakupa heshima. Hosanna. 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 Hosanna in the
Asante Yesu, chukua utukufu wote. We lift you high. Tunakuinua juu. And you say, when and lifted have a draw men unto him. Ulisema utakapoinua juu utawavuta watu kuja kwako. Jesus, manifest your power. Yesu, dhihirisha nguvu zako. To the glory of your name. Kwa utukufu wa jina lako. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody excited, shout aloud. Sema amina mwenye furaha. It is my year of breaking limits. Ni mwaka wangu wa kuvunja mipaka. Please have your seat here. Tafadhali keti katika uwepo wake. You are welcome to this second service. Unakaribishwa katika ibada ya pili. In this special anointing service. Ibada maalum ya mafuta matakatifu. Hallelujah. Hallelujah. And I know na ninajua that God will meet you at the point of your Mungu need. atakutana na hitaji lako. And I know that you are not going back with that sickness Najua urudi na huo ugonjwa tena. or anybody that followed you Wala here mzigo today. wote uliokuja nao hapa. Somebody that believes, shout Kama louder unaamini amen. sema amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. You are welcome. Unakaribishwa. Say to yourself, I am for signs and wonders. Niambie mimi ni wa ishara na ajabu. Say, I am for signs and Niambie wonders. mimi ni wa ishara na ajabu. That is our prophetic focus. Hilo ndo tamko letu la kinabii. And as you say it, mean it. Unapotamka maanisha. That is what the scripture says. Hicho ndio maandiko yanasema. That I and the children with whom the Lord have given Kwamba mimi us, na watoto niliopewa na Bwana that we are for signs. ni wa ishara, We are for wonders. ni wa ajabu In this or on this earth. katika dunia hii. Because we have a God that dwells in Zion. Kwa sababu tunaye Mungu akae Sayuni. And I've said here, to be a sign it means to be a surprise to yourself. Nimesema kuwa ishara maana yake ni kuwa mtu wa kujishangaa, hata wewe To be mwenyewe a surprise unajishangaa. to people around you. Ni kuwa ni mtu wa kushangaliwa na watu To be wanaokuzunguka. an amazement. Kuwa mshangao. People see what happened today, they will be saying, wow. Watu wanaona naotokea kwako wanasema They can't fathom how it happens. hawezi kueleza imekutokeaje But jambo they hili. cannot deny that it Lakini happened. hawezi kukana kwamba kuna jambo That is limetendeka what kwako. it means to be a sign and a wonder. Ndio maana ya kuwa ishara na ajabu. To operate in the supernatural. Kutembea katika uungu. Hallelujah. Hallelujah. Our teaching service is commanding the Funzo supernatural. letu la masomo ni amuru uungu, kuamuru uungu. Commanding the supernatural. Kuamuru uungu. This is part 2B. Hii ni sehemu ya pili B. Because the supernatural Kwa sababu uungu is something to command. ni kitu inabidi ukiamuru It's not ukitende. something to wish. Sio kitu cha kutamani. In Isaiah 45 verse 11, Isaya 45:11. one of the things God said to you and I, Moja ya kitu ambacho Mungu Isaiah amekwambia wewe na mimi. 45 verse 11, Isaya said, 45:11. thus says the Lord, the Holy One of Sema Israel, Bwana mtakatifu wa and Israeli, his maker, ask me of things to muumbaji come wako, niulize mambo concerning yatakayokuja my sons kuhusiana na wana wangu, and concerning the work of my kwa hands. habari za kazi ya mikono yangu. Command ye me. Haya niagizeni au Command, niamuruni. despite that our redemption is rooted in the supernatural. Pasipo kujalisha wokovu wetu una mzizi katika Despite uungu. that we belong there, Pasipo kujalisha ndio makazi but yetu hapo. we have a responsibility to command it. Lakini tuna wajibu wa kuamuru huo uungu. Hallelujah. Haleluya. In this kingdom, Katika ufalme huu blessings have been there before even we got born again. baraka zilikuwepo hata kabla tujaokoka. You know, he have already blessed us with heavenly blessings. Mungu alishatubariki kwa baraka zote za rohoni. According to Ephesians chapter 1 verse 7. Sasa na Efeso 1:3. But all we need to know is, how do I access these blessings? Tunachohitajika kujua nawezaje kuzipata hizi God baraka. is not manufacturing any blessing again. Mungu He's azalishi not tena creating baraka. anything again. Wala haumbi All those chochote. things are there in the kingdom. Vitu vyote ameshaviandaa viko kwenye ufalme wake. But we must know what it takes Lakini lazima tujue nini kinahitajika to draw our own. ili kuchukua baraka The zetu. same way by redemption we belong to the top. Kupitia We are wokovu from above. nafasi yetu ni juu, We have a tunatoka juu. supernatural root. Sisi tuna mzizi wa kiungu. But it will not be a reality Lakini uungu hautodhihirika until we command it. mpaka tumeuamuru He utokee. said, concerning what I have said Sasa concerning you, kuhusiana na kile nilichowaambia ninyi, command ye me. niagizeni, And that's niamuruni. why this teaching is commanding the supernatural. Ndio maana mafundisho yanaitwa kuamuru uungu. One of the books of the month written by Bishop Oyedepo, that's the title, commanding
the supernatural. ya kitabu ambacho askofu amekiandika ni Command kuamuru it. uungu utoke au Many kuamuru Christians mambo ya are not kiungu. manifesting the supernatural Wakristo wengi hawaudhirishi because uungu they don't know how to command kwa it. sababu hawajui namna ya There kuamuru are utokee. keys to command the supernatural. Kuna funguo unazihitaji ili kuamuru uungu But utokee. before you can command the supernatural, Lakini kabla hujauamuru uungu, you must first of all know who you are. cha kwanza lazima ujijue wewe ni nani. You must first of all know who you are. Cha kwanza lazima ujijue wewe ni nani. Many people are saved, they don't know Watu that wengi there are things that accompany salvation. wameokoka lakini hawajui kwamba kuna vitu People vimeambatana na thought that wokovu. being saved is just only praying salvation prayer. Watu wanadhani wokovu tu ni kuomba ile sala ya wokovu. Salvation is more deep than you think. Wokovu una mambo mengi kuliko We unavyofikiri. keep on digging it to Tunaendelea know kuyachimba zaidi. what accompanying the salvation we have. Kujua We have. nini ambacho kimeambatana na wokovu tulioupata. Hallelujah. Hallelujah. That's why many born again Christians don't know who they are. Ndio maana Wakristo wengi waliokoka hawajitambui wao And ni they are akina being nani. tormented by the Na devil. wamekuwa wakiteswa na mashetani. I said in the first service, Nilisema kwenye ibada ya the kwanza, one disease in this kingdom, neno ugonjwa katika ufalme huu, even not just in this kingdom, hata si on katika this ufalme earth, huu. the one disease on this earth Neno la ugonjwa katika dunia hii is not coronavirus, sio kirusi cha corona, it's ignorance. ni ujinga. Ignorance is a deadly disease. Ugonjwa mkubwa sio It can kirusi cha kill. corona bali ni ujinga. Ignorance can make you to have surplus and still experiencing lack. Ujinga unaweza kusababisha uwe na vitu vya utele lakini ukaishi Ignorance katika uhitaji. blindfold the eyes of Christians. Ujinga umefunika macho ya And Wakristo. that is the greatest weapon of the devil. Ujinga ndio silaha kubwa ya shetani. He will do everything for you not to know. Atafanya kila kitu ili usijue. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. You are a God. You are a spirit being. Wewe ni You have Mungu. a supernatural identity. Wewe ni kiumbe wa kiroho, una But if utambulisho wa you kiroho. don't know it, Lakini kama hujui, you can't manifest it. hawezi kuudhirisha huo Mungu. Psalm 82 verse 5 said Zaburi they know not. 82:5 nasema hawajui Neither would they understand wala hawaelewi because they know not. kwa sababu And they hawatambui don't na understand. hawaelewi, They walk on darkness. wanatembea gizani And all the foundations of the earth are out of na course. misingi yote ya dunia imetikisika. They don't know that they are God. Hawajitambui kwamba wao ni He said, miungu. ye are God. Sasa ninyi ni miungu. Because you are a child of God, you are a Kwa God. sababu wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni Mungu. Verse 7 says, Mstari wa because 7 you don't anasema know. kwa sababu hujui, He said, they shall die like men. basi You are not watakufa ordinary kama men. wanadamu wa kawaida. Wewe You sio are mwanadamu wa not kawaida. an ordinary Wewe man. si mtu wa kawaida. Hallelujah. Haleluya. You should know. Unapaswa kutambua hilo. Isaiah 5 verse 13. Isaya 5:13. My people have gone into Watu captivity wangu wamekwenda kwenye umateka because kwa sababu they lack knowledge. wanakosa Their maarifa. honorable men have vanished. Watu wao wenye Their heshima, wenye multitude cheo wana cry njaa, for thirst. wana kiu sana. If there is water beside you and you are not aware and you don't know there is water, you will be dying of thirst. Kama una maji jirani yako na utambui kwamba hayo maji yapo, I basi believe utabaki that kwenye popular kiu. saying that knowledge is power. Wanasema kwamba maarifa ni nguvu. Knowledge is power. Ufahamu au maarifa ni nguvu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And that is one of the greatest undoing of the church today. Hicho ndio kifungo kikubwa cha kanisa leo. The church doesn't want to read. They don't want to study. Kanisa hataki kujifunza. 2 Timothy chapter 5 verse 2 verse 15. 2 verse 15 says, study to Timotheo wa show pili, 2:15. thyself approved. Sasa jifunze kuonyesha kwamba A umekubalika. workman that needed not to be ashamed, Mtenda kazi usikuwa na sababu ya kutayari. rightly dividing the word of truth. Ukiligawanya neno la kweli. If you don't want to be ashamed tomorrow, study today. Kama hutaki kuona aibu kesho, jifunze leo. Somebody shout hallelujah. Sema I'm haleluya. not hearing a bigger hallelujah. Sisikie haleluya kubwa. It is knowledge that can remove shame from you. Ni ule ufahamu ndio unaweza kuondolea aibu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. The knowledge of who you are, Ule ufahamu wa kujitambua wewe the ni nani. knowledge of the God that is your father. Kule kumtambua Mungu ambaye ni baba yako. You also need the knowledge of the devil. Unahitaji pia kumtambua The shetani. knowledge of the littleness of the devil. Kutambua ule udogo wa The shetani. knowledge of the devices of the devil. Kujua zile hila za shetani. Apostle Paul said, we are not ignorant of the devices of the devil. Tume Paulo anasema hatukosi kuzijua hila za shetani. When the devil speaks, you will know that it is a devil. Shetani anapoongea When the utajua devil kwamba yeye wants ni to trick shetani. you will know that it is a devil. Shetani anapotaka kukuchezea
utajua You kwamba need ni to know shetani. who you are. Unabidi ujijue wewe ni You nani. need to know what is available for you in evidence. Unapaswa ujue You need halali to know yako ni nini about katika wokovu. God. Daniel chapter 11 verse 32 says, Danieli they 11:32. that do know their Sasa God, wao wamjuao Mungu wao, they shall be strong hao watakuwa hodari, and they shall do exploit. watatenda matendo makuu. They that do know. Wale wanaomjua. Many people are worshiping the God they don't know. Watu wengi wanamwabudu Mungu na And hawamjui. that's why the devil is deceiving them. Ndio maana shetani anawadanganya. It's beyond coming to church. Hii ni zaidi ya kuja What kanisani. we are talking, many ignorant people are too much in the church. Kuna watu wengi wajinga kanisani. That's why they are easily deceived. Ndio maana wanadanganyika kirahisi. What the devil writes in social media will put them away from God. Shetani Because they anachoandika don't know kwenye their God. mtandao kinawatoa kwa Mungu kwa sababu hawamjui Mungu wao vizuri. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You need a knowledge of God you serve. Unahitaji kumjua huyo Mungu unayemtumikia. You will not be easily deceived. Kwa kutambua hivyo au utadanganyika Apostle kirahisi. Paul said, I know the God I serve. Tumepawa sana ninamjua I Mungu know that what unayemtumikia. he tells me, he will do it. Ninajua atakachoniambia The nitakifanya. knowledge of God gives you confidence. Kule kumjua Mungu wako kunakupa It ujasiri. doesn't matter what is not happening now. Haijalishi nini akitokea katika When maisha you yako. know that this God is a faithful God, Unapojua kwamba Mungu huyu ni Mungu he mwaminifu. said, faithful is he Anasema ni mwaminifu that yeye called thee, aliyewaita, who also will do it. ambaye pia atafanya. Is it 1 Thessalonians chapter 5 verse 24? Thesalonika wa kwanza 1 Thessalonians chapter 5 verse 5:24. 24. If you know, he's a faithful God. Yeye ni Mungu mwaminifu. He is a faithful Ni God. Mungu mwaminifu. He cannot fail. Hawezi kushindwa. Mama say God is too faithful to fail. Mama askofu anasema Mungu ni But mwaminifu sana kama God hawezi is kushindwa. too dependable. Na Mungu ni wa kutegemewa sana. Hallelujah. Haleluya. The testimony might be delayed, but it cannot be denied. Ushuhuda unaweza ukachelewa lakini hauwezi Because kukataliwa. Numbers chapter 19 verse 27. Hesabu 19:23. Numbers 19 verse 27. Hesabu 19:23. Hallelujah. Haleluya. That God is not a man that he should lie, Mungu si mtu atasema uongo, or a son of man that he should repent. wala si mwanadamu hata Have ajute. he said it? Kama amesema Will he not make it good? hatolitenda, No God. ndiye Mungu. Nobody will deceive you. Hakuna atakaye kudanganya. Somebody shout out. 27 verse 19. Sorry. 23:19. Nobody will deceive you. Hakuna mtu atakaye kudanganya. Know who you are. Itambue wewe ni And nani believe in yourself. na ujiamini Believe wewe. that you are not a non-entity. Amini kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Believe that you are not a accidental occurrence. Amini kwamba wewe sio mtu uliyetokea kwa bahati Whether you are mbaya. giving birth out of wedlock or not, it does Wewe not umezaliwa matter. ndani ya ndoa au nje ya There ndoa. is a potential in you. Kuna viwekezo ndani There are yako. talent God put in you Kuna karama Mungu ameweka ndani to yako make you great in life. ambayo itakufanya uwe mkuu Don't katika have, if maisha. you know who you are, people will not talk down on you. Kama unajitambua watu You hawatakudharau, will hear gossip of people and you are crying. wala You know who you are. hautasumbuka na maneno ya watu ukaanza kulia. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Who am I? Mimi ni nani? That's the question. Hilo ndo swali. Jesus keep on declaring who I am. Yesu aliendelea He kutamka said, yeye ni nani. I and my father are one. Asa mimi na baba yangu tu wamoja. In John chapter 8 verse. In John chapter 8 Yohana 8 verse 23. mstari wa He 23. told them, I'm not from this earth. I am from above. Aliwaambia mimi si wa dunia hii, mimi natokea You are of juu. this world, but I am not of this Ninyi ni world. wa dunia hii, He mimi keep si wa on dunia hii. declaring it. Alikuwa anatamka. Most of the time they will carry stone to stone him. That they call it blasphemy. Mara nyingi walichukua mawe kumpiga, walikuwa wanamwambia But that's anakufuru. one of the ways to hit the devil. Lakini hiyo kujitamkia ndio njia mojawapo ya kumpiga shetani. Declaring your identity. Ni kutamka ule utambulisho wako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. 1 Peter chapter 2 verse 9 say you are a peculiar person. You Petro are not apele like mbele others. 9 na sasa ninyi ni watu wa kipekee. You are different from others. Wewe ni tofauti na wengine. You are a choosing Ni generation. uzao mteule. You need to understand who you are. Inabidi ujitambue wewe ni nani. The question we want to answer now, Swali tunataka kulijibu hapa. and that means telling you who you are Na hii ni kukuambia wewe ni nani by revelation of the scriptures. kupitia ufunuo wa maandiko. Who am I? Mimi ni nani? We have said a lot. One, you are number one. Tumesema mengi. Namba moja, You are redeemed wewe umeokolewa as a supernatural being. kama kiumbe cha kiungu. In other words, you are not natural. Kwa maana mengine wewe sio mtu wa kawaida. You are supernatural. Wewe ni kiumbe wa kiungu. The natural lifestyle. The supernatural is your
natural lifestyle in redemption. Yale mambo ya kiungu yanapaswa kuwa ya kawaida kwako katika Because wokovu. by redemption, Kwa sababu kupitia wokovu you are translated from the natural to the supernatural. ulihamishwa kutoka katika ulimwengu wa kawaida kwenda katika ulimwengu You are wa kiungu. transported from the natural to the supernatural. Ulihamishwa kutoka katika ulimwengu wa kawaida kwenda kwenye ulimwengu wa kiungu. That means you are not an ordinary human being. Inamaanisha wewe sio mtu wa kawaida. You are extraordinary human being. Wewe ni mtu zaidi ya You watu are wa not kawaida. natural Wewe si anymore. wa kawaida tena. You are Sasa supernatural. wewe ni wa kiungu. John chapter 3 verse 8 Yohana 3:8 say the wind bloweth where it anasema listeth, upepo uvuma upendako, and thou hearest the sound thereof, sauti yake unaisikia, but cannot tell when it cometh, lakini huwezi kusema and whether it utokapo goeth. So wala is ukwendapo. everyone that is born of the Spirit. Kadhalika na mtu aliyezaliwa kwa Roho. And verse 6 says, Mstari wa 6 anasema he that is born of the flesh is flesh, aliyezaliwa kwa mwili ni and he mwili, that is born of the Spirit is spirit. kilichozaliwa kwa Roho ni roho. By redemption you are born of the Spirit. Kupitia wokovu unazaliwa kwa Roho, That makes you supernatural. na hiyo inakufanya wewe kuwa wa You kiungu. should think on the same line. Inabidi uwaze namna That hiyo I'm a supernatural being. kwamba mimi ni kiumbe wa kiroho, And you wa can't see a kiungu, supernatural being involved in an accident. na kiumbe wa kiungu hawezi kupata ajali. I am a supernatural being. Mimi ni kiumbe wa kiungu, I cannot be stagnated. siwezi kudumaa, I cannot be stopped. siwezi kuzuiwa. No matter how many people that gang up, Ajalishi ni watu wangapi watakusanyika kinyume a nami, wind cannot be stopped. upepo hauwezi kuzuiwa. A wind is so powerful, Upepo una nguvu sana, it can bring any building down. unaweza ukaangusha jengo lote chini, And nobody can understand where it comes and where it goes. na hakuna anaweza kuelezea upepo umetokea wapi na unakwenda By wapi. redemption, we are wind. Kupitia that wokovu cannot be tunafanyika kuwa upepo, hatuwezi kuzuiwa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. But then you will talk about it because people talk about wind. People hear the sounds, oh, this wind. Watu wanaozungumzia upepo It's wanasikia always a point of sauti, reference. It's always a point of reference. wakati wote kuna kitu cha kulinganisha nacho. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And you are from above. That's why I don't know why people cry most of the time. People disturb themselves. Oh, they are talking about me. They are talking about me. Wewe umetokea juu, wewe sio mtu wa hapa, umetokea juu To be mbinguni. on top, Upaswi to kulalamika be kama on wengine top, you must wanavyolalamika. be a topic. Ili kuwa juu lazima To usemwe. be on top, you must be a topic. Kuwa kwako juu lazima usemwe, Because everyone is seeing you. kwa sababu kila mtu anakuona kule As juu. I am on this platform now, Kama nilivyo kwenye ile jukwaa hapa, everyone is seeing me. kila mtu ananiona. I might not even see the person there. Naweza nisiwaone watu huko, Most of the time, I don't know who comes to service na or wakati not. mwingine sijui wangapi wamekuja kwenye That's why ibada. if you are on top, Ndio maana unapokuwa huko juu you'll be talked against. utakuwa ni mtu wa kusemwa. Don't disturb yourself. Usijisumbue. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing the bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. You are a supernatural being. Wewe ni kiumbe wa When Jesus Mungu. was here on earth, he was the talk of the town. Yesu alipokuwa hapa duniani alisemwa There is sana. no Jew that didn't know that he was around. Hakuna Myahudi ambaye hakujua kwamba Yesu yupo. He was not hidden. Alikuwa hajafichika. Hallelujah. Haleluya. By being a supernatural, Kwa wewe kuwa kiumbe wa kiungu, you are a global citizen. unakuwa ni mtu wa kimataifa. All eyes is on you. Macho yote yanakutazama Many wewe. are looking help from you. Wengi wanakutazama. Don't cry when people talk about you. Usilie watu wanapokusema vibaya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Number 2, who am I? Namba 2, mimi ni nani? I am redeemed, a heir of God, Nimeokolewa kuwa mrithi wa Mungu and a joint heir with Christ. na mrithi pamoja na Kristo. A heir of God, Mrithi wa Mungu and joint heir with na Christ. mrithi pamoja na Kristo. Romans chapter 8, verse 15 to 17. Warumi 8:17. The Bible says Biblia inasema in Romans chapter 8, verse 15, Warumi 8:15. you have not received the spirit of bondage again to fear, Amkupokea roho ya utumwa iletayo hofu, but you have received the spirit of adoption, bali mpokea roho ya kufanya wana, whereby we cry, Abba, ambayo Father. kwa hiyo twalia Aba. The spirit is said, bear witness with our spirit Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho that zetu we are children of ya God. kuwa sisi tu watoto wa Mungu, And if we are children na of God, kama tu watoto wa Mungu, then heirs of basi God, tu warithi and joint heirs with Christ. na warithi pamoja na Kristo. We are heirs of God, Sisi ni warithi wa Mungu and joint heirs with na Christ. warithi pamoja na Kristo. I said in the first service, Ni sawa kwenye ibada ya from this kwanza, scripture we discover ile andiko that tunagundua we are a son and a daughter of God, kwamba sisi ni wana wa Mungu and Jesus is our sibling. na Yesu ni ndugu yetu.
we belong to the same family. Sisi tuko naye katika We familia have the moja. same father. Tuna baba mmoja. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And in Hebrew chapter 2 verse 11, Ebrania 2:11. look at what the scripture says. Tazama maandiko yanachosema. It says, for both he that sanctified Yule atakasaye and they who are sanctified na wale watakaswao are all of one. wote ni wamoja. He that sanctifies is Jesus. Anayetakasa ni Yesu. We are sanctified by his blood. Sisi tunatakaswa na damu yake. And he said we are one. Asa sisi ni wamoja. For which cause Kwa sababu hiyo, he there represent Jesus. kwa sababu hiyo He is not ashamed yeye haoni haya to call them brethren. kuwaita ndugu zake. Hallelujah. Hallelujah. He's not ashamed to call us a brother and a sister. Yesu haoni aibu kutita kaka zake na dada Because zake, we share the same lineage. kwa sababu tunatokea uzao He is mmoja. the son of God. Yeye ni mwana wa Mungu, You are also the son of na wewe God. pia ni mwana wa Mungu. It's not blasphemy. Wala It si is kukufuru kusema hivyo, ni kimaandiko. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. But what he is the firstborn. Lakini yeye ni mzaliwa wa kwanza. He is the firstborn. Yeye ni mzaliwa wa kwanza. You know, that's why the church of Jesus is called the church of the firstborn. Ndio maana kanisa la Kristo linaitwa kanisa la wazaliwa wa You kwanza. see in Hebrew chapter 12 verse 22. Ebrania 24. 12:22 And you mpaka have 24. come to Mount Zion, Nifika mlima Sayuni, unto the city of the living katika God, mji wa Mungu aliye hai, the heavenly Jerusalem, Yerusalemu wa mbinguni, and to an innumerable company of na angels, majeshi ya malaika elfu to nyingi, the general assembly of the church mkutano of the mkuu wa firstborn, kanisa la wazaliwa wa the kwanza. church of the firstborn. Kanisa la wazaliwa wa The kwanza. church is called the body of Christ, Kanisa inaitwa mwili wa Kristo, and he is the firstborn. na yeye ndio mzaliwa wa kwanza. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. You see, in a family they have a firstborn, Unajua katika familia kuna yule mzaliwa wa and there kwanza, are other siblings. alafu kuna wale wengine wanafuatia baada ya yule mzaliwa wa When the kwanza. man come, Mtu anapokuja, the firstborn will follow, yule wa kwanza and anafuata others will follow. na wengine wanafuatia. Every one of them belong to that family. Wote waliozaliwa kwenye ile familia ni sehemu ya ile familia. In African setting, Katika mtazamo wa every one Kiafrika, of them have a share to the inheritance of the man. kila mtoto ana nafasi ya urithi kwa baba Where yake. I'm coming from, everybody, Nilikotokea huko, including the women, kila mtoto, watoto wa kike na wa Everybody kiume have. wana nafasi ya urithi wa baba yao. somebody shout hallelujah. Sema haleluya. The only thing they do in my place Kitu anachofanya tu katika eneo langu is kule, they give the firstborn, if it is a land, kama ni ardhi, they give him one portion of land for the firstborn. yule mzaliwa wa kwanza anapewa fungu la kwanza kwa sababu ni And mzaliwa wa that portion kwanza, of land is there. na ile ardhi ya kwake inakuwepo pale. When he died, the person that represents, that follows, now will possess the land. It's always there. Atakapokufa yule mzaliwa wa kwanza, It is yule called the mwingine land of the anayefuatia firstborn. nyuma yake anairithi But ile every ardhi. other person have their own. Lakini kila mtu anakuwa na urithi wake kwa baba Jesus yake. is only the firstborn, Yesu ni mzaliwa wa kwanza tu, and we are his brethren. sisi ni ndugu zake tuliofuatia. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia haleluya hallelujah. kubwa. Every inheritance he has of the Father, Kila urithi ambao anao kutoka kwa baba, we also have it. na sisi tunao. The same blood is flowing with him. Damu ile ile Flowing ya in his Yesu life is flowing with inatiririka us. ndani yetu We pia. share the same DNA, Sisi tuna vinasaba sawa na vya Kristo, and in our DNA there is no sickness in it. na katika vinasaba vya Kristo hakuna ugonjwa. All you need to is to understand these things. Unachohitaji wewe ni kuelewa haya Let mambo. it change your thinking pattern. Mambo haya yabadilishe namna unavyofikiri. Let it change your mentality. Mambo haya yabadilishe ufahamu wako. Because Proverbs 27 verse 7 says, Mithali 23:7 inasema, as he thinketh in his heart, kama afikirivyo moyoni mwake so he is. ndivyo alivyo. So he is. Ndivyo alivyo. If you think supernatural, you are. Kama unawaza wewe ni wa kiungu, You can't think natural and expect to manifest in the supernatural. hauwezi kuwaza wewe ni mtu wa kawaida alafu ukatenda That is kiungu. what this revelation alters our thinking system. Huu ufahamu unakuja kubadilisha namna yako ya That's why when you kufikiri. get born again, you need to, the Bible call it renewing your mind. Unapookoka, ndio maana Biblia inasema inabidi ubadilishe mtazamo wako. Romans chapter 12 verse 2. Warumi 12:2. You make your mind new again. Inabidi akili yako ibadilishe ifanye kuwa You mpya. delete the things that you have stored in your mind. Futa yale mambo uliyojiambia kwenye akili yako, Because your mind is not born again. kwa sababu akili yako Your haijaokoka. mind is like a computer. Akili yako ni kama kompyuta, Whatever you put there chochote unachoweka kwenye akili will be there until you delete it. itakuwepo pale mpaka utakapofuta. There are things you need to delete from your mind. Kuna vitu inabidi uvitoe kwenye akili And there yako, are things you need to store. na kuna vitu inabidi uviingize kwenye akili yako. Hallelujah. Haleluya.
That's when your body start symptom want to develop in your body. Ndio maana unapoona dalili fulani kwenye mwili wako. If you store this kind of revelation in your mind, Kama unaufahamu kwamba wewe ni kiumbe wa kiungu, the thought will come. No, this is not sickness. Wazo litakujia kwamba huu sipaswi kuuma wala ugonjwa una nguvu juu yangu. As you think it, you declare it. Unapowaza tu hivyo unapaswa kutamka. The symptom will disappear. Na zile dalili za ugonjwa zitaondoka. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. You are a joint heir. Wewe ni heir of God. Wewe ni mrithi wa Mungu. And a joint heir with Christ. Na mrithi pamoja na Kristo. Somebody say amen. Sema amina. I pray that God will give you understanding. Ninaomba Mungu akupe uelewa. That will help you to command the supernatural. Na huo uelewa utakusaidia wewe kuamuru uungu. That will help you to command the supernatural. Utakusaidia kuamuru uungu. When you see unpleasant things around you, unapoona kitu kibaya katika mazingira yako, you stand to declare against it. Unatamka kinyume nacho. Because you are from above. Kwa sababu wewe umetokea juu. And you are above every challenge. Na uko juu ya kila changamoto. Hallelujah. Hallelujah. How do I command the supernatural? Ninaamuruje uungu au mambo ya kiungu yaweze kutokea? How do I command the supernatural? Ninaamuruje mambo ya kiungu? Last Sunday I've read here Isaiah 45 verse 11 that supernatural is something you command. Tumesema hapa kwamba uungu ni mambo ambayo inabidi uyaamuru. And the question is, what do I need to do to command the supernatural? Swali ni kwamba napaswa kufanya nini ili kuamuru There are uungu? keys Kuna funguo you use. And when we talk about keys in this kingdom, we talk about keys of knowledge. Tunapozungumzia funguo tuongelee funguo za nyumba, tunazungumzia funguo wa ufahamu. Last Sunday we look at commanding the supernatural by the power of the word of God. Tuliangalia kwamba amuru uungu kupitia nguvu ya neno la Mungu. Today we are looking at commanding the supernatural by the power of the Holy Ghost. Leo tunatazama kuamuru mambo ya kiungu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. The power of the Holy Ghost. Kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. The Holy Ghost. Roho Mtakatifu is the grand commander. Yeye ndio muamuru mkuu of signs and wonders. Wa ishara na ajabu. No signs and wonder without the power of the Holy Ghost. Hakuna ishara na ajabu pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Luke 24 verse 49. Luka 24:49. Luke 24 verse 49. Luka 24:49. Luke 24 verse 49. Luka 24:49. Jesus before he left, Yesu kabla hajaondoka, he said, behold, I send the promise of my Father unto you. Tazameni ninawatumia ahadi ya Baba. Tarry ye in the city of Jerusalem. Lakini kaeni katika mji wa Yerusalemu. Until ye be endued with power from on high. Mpaka mtakapovikwa nguvu kutoka juu. That was before his ascension. Manake kabla ya kupaa kwake. After he told them that. Baada ya kuambia out of power at Bethany and lifted up his eye and blessed them. And he gone. Aliinua mikono yake akawabariki na akaondoka zake mbinguni. He was carried up to heaven. Alibebwa akachukuliwa kwenda mbinguni. He told them don't do anything. Aliwaambia msifanye chochote. Remember they have been with Jesus in his ministry. Kumbuka walikuwa pamoja na Yesu kwenye huduma yake. They saw many miracles Jesus. Waliona miujiza mingi ambayo Yesu alifanya. But Jesus said no. Lakini Yesu aliambia hapana. You can't operate in the supernatural. Hamwezi kutenda mambo ya kiungu. Until you are endued with power. Mpaka mmevikwa uweza, mmevikwa nguvu. And they were in the upper room. Na walikuwa wamekaa katika chumba cha juu. Praying. Wakiomba. Hallelujah. Hallelujah. And in Acts of Apostles chapter 2. Matendo ya Mitume sura ya 2. Reading from verse 1. On the day of Pentecost. Kuanzia mstari wa kwanza kwenda chini ile siku ya Pentekoste. They were in one place in one accord. Walikuwa mahala pamoja. And the Holy Ghost came. Na Roho Mtakatifu akawajia. Like a mighty rushing wind. Kama upepo uenda ukasi. And fill the house where they were sitting. Kaijaza nyumba yote walikuwa wamekaa. And they applied with them clothing tongues on fire. Zikawatokea ndimi zilizogawanyika kama za moto. They were all filled with the Holy Ghost. Na wote wakajazwa Roho Mtakatifu. And they began to speak in other tongues. Wakaanza kunena kwa lugha mpya. They are filled with the Holy Ghost. Walijazwa na Roho Mtakatifu. And in Acts chapter 1 verse 8. Matendo 1:8. Jesus said to them, Yesu anawaambia, you shall receive power tapokea nguvu after the Holy Ghost is come upon baada ya you. Roho Mtakatifu kuajia. And by this power you shall be my witness. Na kupitia nguvu hii mtakuwa mashahidi wangu. The Holy Ghost is a fountain of power. Roho Mtakatifu the power ndio you need to chemchemu ya command the nguvu, supernatural. nguvu unayohitaji kuamuru mambo ya kiungu. After verse chapter 2. In Sura ya chapter 2. 7. Na sura ya They 3. received the power in chapter 2.
walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu sura ya And in pili, chapter 3, sura ile ya 3 sasa they began to command the supernatural. wakaanza kuamuru mambo ya kiungu. Miracles began. Miujiza ikaanza At the kutokea. night hours, they went for covenant hour of prayer. Walipokuwa wanakwenda katika saa ya agano ya maombi, They saw someone at the beautiful gate, wakamwona kiwete pale katika mlango wa uzuri begging there. akiombaomba The pale. man was trying to get money from Ndugu them. huyu alikuwa anaomba pesa huyu kiwete. And Peter said, no, Petro no. akamwambia, Silver and gold we have none. But fedha wala such as dhahabu I have, hatuna, lakini tulichokuwa nacho in the name of Jesus Christ of tunakupatia. Nazareth, Kwa rise jina la up." Yesu Kristo wa Nazareti, He raised the man up akamwinua yule kiwete, because he already endued with kwa power. sababu tayari walikuwa wameshavikwa nguvu. That was how miracles began in there. Hapo ndo namna miujiza ilianza It kutokea. means to the extent that the shadow of Peter was healing the sick. Miujiza ilitokea kiasi kwamba kivuli cha Petro kilikuwa They kinaponya wagonjwa. brought the sick on the road. Walikuwa wanawaleta That as wagonjwa Peter wanaweka is barabarani crossing, ili Petro akipita His shadow could heal them. kile kivuli chake kiwaponye wagonjwa. That was the level of the supernatural they Hicho ni operated. kiwango cha uungu alichokuwa akitembea But nacho, it was rooted in the Holy Ghost. lakini kilisababishwa kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Even Jesus couldn't operate in the supernatural Hata Yesu mwenyewe hakuweza kutenda mambo ya kiungu until he was empowered with the Holy Ghost. mpaka alipovikwa uweza wa nguvu za Roho In Mtakatifu. Luke chapter 4 verse 14, Luka 4:14, he returned with the power of the Spirit alirejea kwa nguvu za Roho into Galilee, and his fame went abroad. na habari zake zikaenea kila eneo. Why am I showing these examples? Kwa nini natoa hii mifano? Never think as a Christian you can command the supernatural without the Holy Ghost. Usizani Mkristo kwamba unaweza kuamuru mambo ya kiungu pasipo You Roho need to Mtakatifu. recognize the person of the Holy Spirit. Inabidi utambue nafasi ya You Roho need to Mtakatifu. embrace the Holy Spirit. Inabidi umkumbatie Roho The Holy Mtakatifu. Spirit is the commander in chief of the affairs of heaven here on earth. Roho Mtakatifu ndo anaamuru mambo ya kimungu kutokea hapa He duniani. is also the custodian of the secret of God. Pia Roho Mtakatifu ndo amebeba siri za Mungu. Everywhere you see miracle today, Kila unapoona muujiza it leo, is the Holy Ghost ni Roho Mtakatifu ndo anasababisha itokee. Jesus said, I'm sending another comforter. Yesu alisema nawaletea mfariji When mwingine. Jesus left to be with the Father, Yesu alipoondoka kwenda kuwa na Baba, he sent the Holy Ghost. alimtuma Roho The Holy Mtakatifu. Ghost is here with us. Roho Mtakatifu yuko hapa When you pamoja hear nasi. God spoke to me, Unaposikia mtu asema Mungu ameongea na mimi, it is the Holy Ghost. ni Roho Mtakatifu pale. Whatever happened in the church today, Kila kinachotokea kanisani it is the leo Holy Ghost. ni Roho Mtakatifu. And he is the most despised among the Godhead. Naye amekuwa amezalauliwa sana katika miungu watatu. Many people see him as a dove. Watu wengi wanamwona Many kama see njiwa, him as water. wengine wanamwona Many kama see maji, him as falling. wengine wanamwona kama Many see him kudondoka, as speaking in tongues. wengine wanamwona kama ni kunena kwa lugha. But the Holy Ghost is a person. Roho Mtakatifu ni A person mtu, you can talk to. ni nafsi unaweza A kuongea person you can nayo, communicate with. nafsi unaweza kuwasiliana nayo. Embrace him as a person. Kumbatie kama nafsi. Hallelujah. Haleluya. And you'll be empowered to command the supernatural. Na utawezeshwa kuamuru mambo ya kiungu. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger amen. Sisikia amina kubwa. Praise Master Jesus. Bwana asifiwe. I want to hear you shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. Shout hallelujah that will work your neighbor. Sema out. Shout haleluya a bigger itakayomwamsha jirani anayepata hallelujah. maombi. People of God, Watu wa Mungu, I introduce to you the grand commander ninakutambulisha mwamuru of mkuu signs and wonders. wa ishara na ajabu. That is the Holy Ghost. Huyo ni Roho Mtakatifu. Embrace him. Mkumbatie, Don't grieve him. usimuhuzunishe, Don't grieve him. He's usimuhuzunishe. so powerful that Jesus said that blasphemy against the Holy Ghost will not be forgiven. Ana nguvu sana kiasi kwamba Yesu alisema ukimkufuru Roho Mtakatifu Many Christians hutosamehewa. are guilty of blasphemy against the Holy Ghost. Wakristo wengi wana hatia ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Embrace the Holy Ghost. Mkumbatie huyu Roho Mtakatifu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Always communicate with the Holy Ghost. Wakati wote wasiliana na Roho You Mtakatifu. need his anointing. Unahitaji upako wake. The anointing of the Holy Ghost empowers us Upako wa Roho Mtakatifu ndio unatuwezesha to command the supernatural. kuamuru mambo ya kiungu. And in the school of the anointing, Na katika shule ya upako there is no graduation. hakuna And kuhitimu. let me say this also, Labda niseme hivi, that we are all born again. wote tumeokoka. If you are, Kama we umeokoka, might belong in the same church, tunaweza tukaa kwenye kanisa moja, but we are not equally anointed. lakini hatuna upako sawa. Anointing is in degrees, Upako uko katika viwango, is in levels. uko katika viwango. And no matter the level of anointing you operate in, Na haijalishi unatembea katika kiwango gani cha upako, there is a greater kuna level. kiwango cha juu zaidi You kipo. must desire
to go to another level of inapaswa anointing. uendelee kutamani kwenda katika kiwango kingine And cha the juu. level of anointing you operate in Katika kile kiwango cha upako unachotembea nacho, determines the level of command in the hicho supernatural. kiwango ulicho nacho ndio kinaamua utaamuru vipi mambo ya kiungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. There are things that might take you many days of fasting, Kuna mambo Because of the yatakayohitaji level of siku anointing. nyingi za kufunga kwa sababu ya kiwango cha upako but wako. another person will not even pray. He will just speak a word and it is Lakini so. mtu mwingine hata atajisumbua kwamba atatamka neno tu That's why litatokea. let's crave for more of the anointing. Ndio maana tutamani kupata upako zaidi. Anointing is not just the oil, Upako si mafuta tu, but it's the person of the Holy Spirit. bali ni ule utu au nafsi ya Roho Let's Mtakatifu. crave for the anointing. Tamani kupata upako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. In Acts chapter 10 verse 38, Matendo 10:38. how God anointed Jesus Mungu amempaka mafuta Yesu with Holy Ghost and with na power, Roho Mtakatifu na kwa nguvu. who went about Alizunguka huku na huko commanding exploit, akiamuru matendo makuu, healing everywhere, akiponya kila eneo, miracles happening, miujiza ikitokea, because he was anointed kwa sababu alikuwa amepakwa mafuta and he commanded the supernatural. na aliamuru mambo ya kiungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. People of God, Watu wa Mungu, one of the things mojawapo ya kitu to do cha kufanya to increase in an anointing, ili kuongezeka katika upako, one is righteousness. moja ni kuishi maisha ya Proverbs haki. chapter 1 verse 23. Mithali 1:23. Turn at my reproof, Geuka kupitia maonyo and yangu, I will pour out my spirit upon nami you, nitaimimina roho yangu juu and I yako, will make known my words to you. na nitayatambulisha maneno yangu kwako. Two, you must be a man or a believer of prayer and fasting. Namba 2, inabidi uwe ni mtu unayefunga na kuomba. Prayer and fasting. Funga na kuomba. No one increases in anointing without prayer and fasting. Hakuna anayeongezeka katika upako basi wa kufunga na kuomba. Remember, Jesus fasted 40 days and 40 nights. Kumbuka Yesu aliomba siku 40 usiku na mchana alifunga. Apostle Paul said fasting often. That Paulo was his anasema life. nilifunga mara nyingi. Even Moses Hata Musa will go to the mountain with fasting 40 days and 40 nights. anaweza kwenda kwenye mlima akafunga siku 40 mchana na usiku. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Prayer and fasting. Kufunga na kuomba. You will remain the level you are at new birth. If you don't fast and pray. Utabaki na kile kiwango kidogo cha upako ulichokipokea wakati And your unaokoka prayer, kama ufungi na kuomba. learn to pray in the Holy Ghost. Najifunze kuomba kwa kunena kwa Learn to lugha. pray in the language of the Holy Spirit. Jifunze kunena kwa Roho Mtakatifu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Jude chapter 1 verse 20 says, Yuda 1:20. building up your most holy faith. Sasa mkijijenga katika imani yenu takatifu sana, Praying in the Holy Ghost. kiomba kwa Roho Mtakatifu. When you are praying the Holy, you are building up power. Unaponena kwa lugha unajijenga. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. But as I close now, Napofunga sasa, how do I engage the power of the Holy Ghost to command the supernatural? naitumiaje nguvu ya Roho Mtakatifu kuamuru mambo ya kiungu? How do I engage Naitumiaje the power of the Holy Ghost nguvu ya Roho Mtakatifu in commanding the supernatural? kuamuru mambo ya kiungu? It is simply by speaking the word boldly. Ni kirahisi tu, ni kwa kutamka neno la Mungu kwa ujasiri, By bold declaration. kwa kutamka matamshi kwa ujasiri. We command the supernatural Tunaamuru by mambo ya the word we kiungu speak. kupitia namna tunavyotamka, Because words are creative. kwa sababu maneno yanaumba. Our tongue is a trigger that commands the supernatural. Vinywa vyetu ndio kichocheo kinachoamuru mambo ya kiungu. Any believer that wants to manifest Muamini yote anataka or that kujidhihirisha want the supernatural to manifest ama anataka mambo ya kiungu yatokee kwake, must first proclaim it with his mouth. cha kwanza lazima ayatamke kwa kinywa chake. The Holy Ghost will not go into operation until you say it. Roho Mtakatifu hataingia kutenda mpaka wewe umetamka. The word will speak. Is empowered to create its content. Yale maneno unayoyatamka yana uwezo wa kukuumbia kile ulichokitamka. In Genesis chapter 1 verse 1 to 31. Mwanzo 1:1 mpaka In the 31. beginning God created the heaven Mwanzo and Mungu the earth. aliziumba mbingu na nchi. And the earth was without form Nchi and ilikuwa void. ni ukiwa na And utupu. darkness was upon the Giza face lilikuwa of juu the ya deep. uso wa vilindi vya maji. And the Spirit of God Na Roho wa moved Mungu ikatulia upon the face of juu water. ya uso wa maji. And God said, Bwana akasema, let there be light. iwe nuru, And there was light. ikawa nuru. And from there everything God says. Kwanzia hapo kila alichokisema The Mungu, Holy Ghost will not do the saying for you. Roho Mtakatifu hatakusaidia kusema wewe. He will only act on your Yeye command. atatendea kazi kile ulichokisema. He will only do what you have said. Yeye atakitendea kazi kile tu You see somebody ulichokisema. that is sick now, Ukimwona mtu mgonjwa sasa, you won't just be laughing at them. haupaswi kucheka. You must command the sickness Inabidi to leave. uamuru wa ugonjwa uliomkamata utoke kwake.
It might be you or any other person. Inawezekana wewe unaumwa au mtu mwingine. The business is stagnated. Biashara imedumaa. You speak to the business. Unaitamkia ile biashara. Mark 11 verse 20. Marko 11:23 inasema. It says, whatsoever will say, I'll say, for verily I say unto you, whosoever nawaambia yeyote shall say to this mountain, atakayewaambia mlima huu, be thou removed, ng'oka, be thou cast into the sea, ukatupwe baharini, and shall not doubt in his heart, asione shaka moyoni and mwake, shall believe that those things bali he say aamini hayo yasemayo shall come to pass. yamekuwa, He shall have whatsoever he basi says. atayapata yote He aliyoyasema. shall have whatsoever he says. Atayapata yote aliyoyasema. Jesus saw a fig tree. Yesu aliuona mtini, He said, no one eateth food from you. akaulaani akasema, mtu asile matunda kwako. And the disciples heard him. Na wale mitume wake wakamsikia. Hallelujah. Haleluya. The next day Peter said, Master, Siku iliyofuata Petro the akamwambia, fig tree Bwana, which thou causest yule mtini ule ulaani is withered away. umenyauka. Jesus said, have faith in God. Yesu akamwambia, muaminini Mungu. Have God kind of faith. Muwe na ile imani kama ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. If you will say it, you will have it. Kama utasema utapata ulichokisema. Nobody have seen a miracle Hakuna aliyeweza kuona muujiza without declaring it. pasipo kutamka. Bishop Bay said he was in a meeting many years ago, Askofu Bea anasema alikuwa kwenye mkutano miaka mingi iliyopita. and they brought a person to be prayed. Wakamletea mtu ili They amwombee. brought a person that is blind. Wakamletea mtu kipofu. He said he have never prayed for blind before. Sasa hakuwahi kumwombea mtu kipofu huko nyuma. He declared the word. Sasa akatamka Your neno. eyes be open now. Macho yako yafunguke sasa. He continued preaching. Akaendelea kuhubiri. Nothing happened that time. Hakuna kilitokea kwa wakati huo. But he have declared the word. Lakini alishatamka neno. He continued preaching. Akaendelea He kuhubiri. said within a short time, Sasa baada ya muda mfupi there was a shout kulikuwa na kelele in the congregation. kwenye kusanyiko la kanisa. The eyes have opened. Macho yake yamefunguka ule ndugu. Hallelujah. Haleluya. And they were jumping. Wakaanza kuruka. If he didn't declare it, Kama asingetamka, the eyes will not be open. macho yasingefunguliwa. God servant said he traveled to one place. Mtumishi wa Mungu anasema alisafiri eneo fulani. As he was about going, Walipokuwa wanajaribu kuondoka, somebody had died. mtu alikuwa amekufa. They brought him to the plane Wakamletea where he about entering in kwenye the ndege, anakaribia kuingia kwenye ndege, wakamletea mtu He said he aliyekufa. declared this shall Anasema live akatamka kwamba mtoto huyu aishi, and enter plane and na left. akapanda ndege na kuondoka. It was on the way. Alikuwa njiani They anaondoka. informed him after some minutes. Wakampigia simu baada ya muda mchache The child jacked back kwamba to ule life. binti, ule mtoto amefufuka, Because amepokea the uhai, word had been kwa sababu declared. alitamka neno pale. You have not seen miracle Haujaona muujiza because you are not declaring kwa it. sababu hautamki kitu. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Somebody bless, shout hallelujah. Umebarikiwa, sema haleluya. Somebody bless, shout a bigger Umebarikiwa, hallelujah. sema haleluya kubwa. Lift up your voice and appreciate him. Inua sauti yako, mshukuru Mungu. Give him all the glory. Mpe Mungu utukufu wote. Give him all the honor and adoration. Mpe heshima pamoja na adhamu. Celebrate his holiness. Sherekee. Oh, Lebakatalaba. Oh, Father, we thank you. Baba, tunakushukuru. We give you all the glory and Tunakupa utukufu honor. wote na We give you all the adoration. tunakupa adhama zote. Somebody thank him for his word. Mshukuru kwa neno lake. Thank him for his word. Shukuru kwa neno. Every believer is a miracle worker. Kila muamini anapaswa kutenda If you miujiza engage what is needed. kama utafanya kinachohitajika. That is, most of the time, you Maana don't mara speak nyingi. because you are afraid to speak. Mara nyingi unaogopa kutamka kwa Most sababu of the time, you don't speak because hautamki kwa sababu unaogopa. you are saying to yourself, Unajiambia, what if I say it, it does not happen? nikisema na isipotokee na What kuaje? if I declare to this man, it does not happen? Nikatamka na isitokee na kuaje? Hallelujah. Haleluya. And what if you say it and it Na happens? je, ukatamka na What if you ikatokea say it, it inakuaje? happens? Je, ukitamka na ikatokea Don't inakuaje? disturb yourself. Usijisumbue. Your responsibility is to say it. Wewe wajibu wako ni kutamka. God's responsibility is confirming. Mungu wajibu wake ni kuthibitisha. And he have never failed to Na confirm. kama hajawahi kushindwa, He's waiting for you and kuthibitisha. I to declare it. Anakusubiri wewe na mimi tutamke And he will confirm it. na atathibitisha. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. There are many people who have sickness in their body. Kuna watu wengi wana magonjwa kwenye They miili yao. never speak to this sickness. Command that sickness to leave. Hawajawahi kuamuru wa ugonjwa uondoke. Even in prayer. Hata katika maombi. They say, oh God, if it's your will, come and heal me. Sasa Mungu, kama ni mapenzi yako uje There unipone. are some prayers that are religious prayers. Kuna maombi mengine ni maombi ya kidini. And Daniel said, I was speaking in prayer. Danieli kwa sasa nilikuwa We nikiongea katika speak maombi. with authority in prayer. Tunatamka kwa mamlaka kwenye maombi. Commanding the sickness to live in the name of Jesus. Kuamuru ugonjwa uondoke kwa jina la Yesu. Not God, if it is your will. Sio Mungu, kama ni mapenzi yako. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Let it be established
in your heart first. Ithibitike moyoni mwako That is kwanza already the will of God for you to be healed. kwamba ni mapenzi ya Mungu wewe He upone. said, I wish above all things that you be in good health. Asa natamani katika mambo You yote uwe prosper na and be in afya. good health. His will is for you to be Ni healed. mapenzi You don't yake need to Mungu ask wewe him again. upone. You need to stand on the scripture and command that sickness. Inabidi usimamie maandiko na uamuru wa ugonjwa uondoke. I said in the first service, Sasa kwenye ibada ya kwanza, if you don't speak to situations, kama utatamkia hayo mazingira, you will not get solutions. hautopata If majawabu. you don't speak to situations, Kama utaizungumzia hiyo changamoto, you don't get solutions. hutopata jawabu la hiyo changamoto. I want you to speak. Nataka utamke Every sasa. situation that is contrary to God's agenda for your life, Kila changamoto ambayo iko kinyume na mapenzi ya Mungu katika speak maisha to yako, it with boldness. itamkie kwa ujasiri. God have given you a mouth. Mungu amekupa kinywa. That's the reason He gave us mouth. Ndio kwa sababu ametupa kinywa. That is Luke 21 verse 15. Luka 21:15. 21 verse 15. Luka Is it 21:15. 15:21? Anyone? He said, I have given you a mouth Hasa nimekupa kinywa and a wisdom na hekima which all your adversaries ambayo maadui zako shall wote not be able hawataweza to gainsay. They kuipinga, can't cancel, they can't resist what you say. hawezi kupinga. And who is your adversary? Na huyo First Peter, mpinzani wako ni nani? Au First adui Peter yako chapter ni 5 nani? verse 8. Petro wa kwanza First 5:8. Peter chapter 5 verse 8. Petro wa kwanza 5:8. You know your adversary. Namjua He said, mshtaki wenu ama adui be yenu. sober, be vigilant. Kweni macho na kukesha. Because your adversary, the Sababu devil, mshtaki wenu adui yenu shetani. your adversary, the devil, Adui yako wewe ni shetani. he can't resist what you Mshtaki. say. That's why a closed mouth is a closed destiny. Ndio maana kinywa chako kinapokuwa kimefungwa, maana yake hatima yako inakuwa imefungwa. What you say is what you create. Unachosema unakiumba A miracle is born. na muujiza I want you unazaliwa. to say something. Nataka utamke kitu. Look at that situation. Look at that Tazama hayo sickness. mazingira, tazama hiyo Command it to changamoto. leave you. Iamuru ikuache. Command that business to Amuru explode. hiyo biashara. Command your finances to show up. Amuru fedha zako It's not a zije. time of praying in tongues. There Sio is a wakati time wa for kunena praying in kwa tongues. lugha. There is a time to speak. Kuna wakati wa kunena kwa lugha, kuna wakati There wa is a time to kutamka. speak. If you will say to this mountain, Ukiwaambia mlima huu be thou removed ung'oke, and be that cast away, ukatupe and shall bahari, not doubt in your na heart, usiwe na but shaka believe moyoni that mwako, those things you say, bali uamini come to uliyoyasema pass. yamekuwa. you shall have Utapata whatever you say. yote uyasemayo. Speak to that situation. Tamkia hayo Speak to mazingira, your body. tamkia huo Your mwili. body is not a house for Mwili sicknesses. wako sio nyumba ya The Bible says magonjwa. your body is a temple of the Holy Mwili Ghost, wako ni hekalu la Roho which is Mtakatifu. in you. You are bought with a price. Umenunuliwa kwa gharama. No sickness is permitted in your body. Magonjwa hayaruhusiwi katika maisha yako. Speak to that situation. Tamkia hayo You mazingira. have watched that sickness over the years. Umetazama You ugonjwa kwa have muda watched your mwingi. business going down and you keep Umetazama quiet. biashara yako ikishuka chini. You have watched your relations. You start one is spoiled. You start another one is spoiled. Unaona And mahusiano you yako keep quiet. yakiharibika, No, mahusiano haya it's not God's yataharibika. agenda for you. Hilo sio fungu lako. Speak to your marriage. Tamkia ndoa What yako. you are expressing in your marriage is not God's agenda for you. Unachokiona kwenye ndoa yako sio mpango wa In Mungu. the realm of the Tamkia. spirit, everything hears. Katika ulimwengu wa roho kila In kitu the realm kinasikia. of the spirit, Katika ulimwengu everything wa roho hears. kila kitu kinasikia. A chair hears in the realm of the spirit. Vinasikia. That business have ears. Speak Ile to it. biashara ina masikio inasikia. Speak to it. Itamkie. Lekoshia kaba. Speak to your situations. Tamkia mazingira A yako. miracle is born. The words are creative. Maneno yanaumba. Your words are creative. Maneno yanaumba. Your words are creative. Maneno yanaumba. Lekoba. I command every sickness or infirmity in Inaamuru kila the ugonjwa na life udhaifu. of anyone here, anyone Kwa watching this yote service, hapo. out of that body. Toka kwenye huo I mwili. curse you in the name of Jesus Yaani Christ. kwa of jina la Nazareth. Yesu Kristo. Lose your grip over her body. Toka kwenye mwili wake. Lekuta balisho baliakota. Oh, break her. Lose her and let her go. Mwache Lose him na and let him aende. go. Mwache na aende. Everything affecting the business of God's people. Chochote kinachodhuru I biashara command watu wa you Mungu. out of Na their life. kuamuru toka. You environmental spirit. I Wewe command roho you ya out. mazingira toka. Anything affecting the finances of your people. Chochote kinachoathiri In fedha za the watu name of wako. Jesus, I curse Katika you. jina la Yesu na kulaani. Lakubreketoba. I speak to their business. Na That tamkia business biashara blossom. zao.
That business. Hiyo biashara I ichanue. decree noiseless breakthroughs. Hiyo mipenyo ya kelele itoke kwenye No one biashara. shall beg in this church. Hakuna atakayeomba kwenye No kanisa. one shall be poor in this church. Hakuna atakayeomba katika kanisa hili. No one shall see shame in this church. Hakuna atakayeona aibu kwenye kanisa hili. Jesus, let every shame and reproach Yesu, kila aibu na fedhea be destroyed. iharibiwe. Lord, I speak to every eligible single. Natamka kwa kila ambaye yuko tayari kuingia kwenye ndoa. Settlement. I command it be destroyed. Na amuru kinachozuia ndoa yao kiharibiwe. I decree commotion of marriages. Natamka mlundikano wa ndoa. Anything that hindering the marital destiny of Chochote God's people. kinachozuia hatima ya In ndoa ya the watu wa name of Mungu. Jesus Christ, Katika jina la Yesu I Kristo. destroy you this Na hour. kuharibu saa hii. And I decree divine connectivity. Natamka I muunganiko wa decree kiungu. divine connectivity. Natamka I muunganiko wa decree kiungu. divine connectivity. Natamka muunganiko wa kiungu. Holy Ghost, do it. Roho Mtakatifu tenda. No one in this church shall be barren. Hakuna atakayekuwa tasa kwenye Any kanisa hili. mother or father in waiting, Jesus, according to the time Mama of life, yote, baba yote let anayesubiri them come mtoto with their testimonies. wapate shuhuda zao za mtoto. Anyone pregnant, Jesus, Yote ambaye ni mjamzito none of Yesu, them will lose that pregnancy. hakuna atakayepoteza That ujauzito. pregnancy will not be miscarried. Huo ujauzito It will hautoharibika. not be aborted. Hautoharibika. Oh, Shia Kabo Lia Kaba. Ekuta Kaba. Alibo Shia Kaba. Obreketula. Ayulea Bakatekatelea. Makato Brelia. Receive your miracle. Pokea Receive your muujiza wako. miracle. Pokea muujiza wako. Receive your miracle. Pokea muujiza wako. Receive your miracle. Pokea muujiza wako. Receive your miracle. Pokea muujiza wako. You are healed now. You Umepona are sasa. healed now. Umepona You are sasa. made whole now. Umefanywa kwa You mzima. are healed now. Umepona You are sasa. made whole. Umefanywa kwa You are mzima. made whole. Umefanywa kwa That mzima. sickness is over Huo forever. ugonjwa umekoma milele. Woo! Hallelujah. Haleluya. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. If you believe what you say will happen, shout a louder Kama amen. unaamini uliyosema atatokea, sema amina And kubwa. let me tell you, Nikwambie hivi, whatever you have said, kila ulichokisema it will happen. kitatokea. Because the word of God says so. Sasa neno la Mungu linasema hivyo. You shall have whatever you say. Utapata kila unachokisema. You are speaking against that sickness. Umetamka kinyume na hayo Check magonjwa. yourself. That sickness is no more there. He have Utazame had huo ugonjwa haupo tena. The Bible says, as soon as they hear of me, Biblia inasema waliponisikia tu strangers shall fade away. wageni watakimbia. Psalm 18 verse 45 and 45. Zaburi 18 As soon as 44 they na hear. 45. As Waliponisikia soon as they tu. hear. As soon as they hear. Waliponisikia tu. As soon as they hear, Mara waliponisikia they shall obey me. watanitii. Strangers shall submit themselves unto me. Wageni watajitiisha kwangu And the strangers shall fade away. na wageni watakimbia. Sickness is a stranger. Ugonjwa ni mgeni. Failure is a stranger. And as you are speaking to them, Na unapoutamkia they are forever away from you. wanakimbia milele toka kwako. You will not see them anymore. Hautaona magonjwa tena. I'm not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. I'm not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. So shall it be. Ndivyo itakapokuwa. Before we go to the anointing ministration, Kabla hajakwenda kwenye huduma ya mafuta it's so matakatifu, important and give somebody opportunity who is not born again. nampa mtu fursa ambaye hajaokoka. The Spirit will not be poured on you until you return to God. Roho haitomiminwa kwako mpaka Until you ugeuke kuje kwa turn Mungu. to His reproof. Mpaka ugeuke kupitia maonyo yake. According to Proverbs 1 verse 27, Mithali hiyo, you are not a heir until you are born again. we sio mrithi wa Mungu mpaka You are utapookoka. not a son, a daughter of God until you are born Si again. mwana wa Mungu mpaka uokoke. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing the bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. That's why I want to give you an opportunity. Maana nikupe fursa. You want to be born again. Unataka kuokoka You want to be rededicate your life to au unataka Jesus. kutengeneza maisha yako na Wherever Kristo? you are, Popote I ulipo, want to pray for you. nataka nikuombee. Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. Let me pray for you. Wewe unataka You want to kuokoka, be saved, uliokoka or ukarudi you nyuma, want to be dedicate your unataka life. kutengeneza maisha yako na Put Kristo, your hand on your chest, weka mkono wako kifuani. and I want to pray for you. Nataka nikuombee. Wherever you are, Popote ulipo, if you have done that, come. Let me pray for you. njoo sasa, njoo mbele, uliweka mkono Please come kifuani. forward here. Let me Wewe pray unataka for you. kuokoka, njoo mbele, Mungu Come forward. akubariki. Let me pray for you. Njoo mbele, unataka kuokoka They are na clapping for you. uliokoka Come. ukarudi nyuma, unataka kutengeneza, You want to pia njoo rededicate mbele. your life to Jesus. Njoo mbele, You want to be saved. unataka kuokoka, Come. We are unataka waiting kumpa for Yesu you. maisha yako, We njoo are waiting mbele. for you. Wewe uliweka mkono kifuani, God bless you, brother. We njoo are mbele, waiting Mungu for you. akubariki. Come. Let's pray Au for you. uliokoka ukarudi nyuma, unataka Your life will kutengeneza, never remain the same. njoo mbele, maisha yako Congregation, hayatobaki kama clap your alivyokuwa. hand for Jesus. Pigie Bwana Yesu There makofi. is a joy in heaven over a soul that repents. Una furaha mbinguni nafsi Come. inapotubu. If you are standing there, come. Kama uko Jesus is huko calling na you. unataka kuokoka, Jesus is njoo. calling you. Jesus is calling you.
God bless you. Kama God bado bless uko you. huko God bless you. na God bless unajua you. God unataka bless you. kuokoka, njoo God mbele. bless you. They are coming. God bless you. God bless you. Mungu akubariki, Clap your wanakuja. hand for Jesus. They are coming. Clap your hand for Jesus. They are coming. Wewe unataka kuokoka, Please space them. All of us shaka. Uliokoka ukarudi nyuma. If you are still standing there, come. Kama Come, bado come, come. umesimama yuko unataka Jesus is kuokoka, calling njoo mbele. you. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Yesu karibu. Yesu karibu. Please have your seat, congregation. Have your seat. Keti. Pray for them. Pray for them. Nyinyi mlioko hapa mbele, fuatisheni maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako iliyotuvuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu, nioshe kwa damu yako, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia kwenye maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo nimeokoka, nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Amen. Father, thank you for saving these souls. Baba, asante kwa kuokoa nafsi hizi. Let the grace that saved them keep them. Neema iliyookoa iwe hifadhi In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. I command sickness to leave their Naamuru body now. magonjwa yaachie kwao. Any one of them sick, Aliye mgonjwa hapa, I decree your instant healing natamka now. uponyaji wako papo kwa In the papo name of Jesus katika Christ. jina la Yesu A Kristo. new beginning for you. Mwanzo mpya You will kwako, not go back to the devil and hautarudi tena sin. kwa shetani. In Jesus' name. Katika jina la I Yesu. hand you over to Jesus. Kabidhi kwa Kristo, No devil will touch you kuna anymore. shetani atakugusa tena. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Congratulations. Hongera. Follow our church officials. Wafuata huduma wa kanisa upande ule wa And they will kushoto. minister to you. Watakuhudumia. Everybody with your bottle of anointing oil, stand Chukua up on chupa your, yako ya mafuta matakatifu sasa. Stand up on your Tusimame wote, inua chupa yako ya mafuta with your matakatifu. bottle of anointing oil, stand up. And begin to Wote decree tusimame na inua what chupa yako you ya mafuta desire. Begin to matakatifu. decree what you Anza desire kutamka nini unataka from the oil. kupitia mafuta haya. Begin to decree what is your expectation from the anointing today. Tarajio lako ni nini kupitia mafuta? Oh, is anointing for signs and wonders? Je, unataka ishara na maajabu Anointing or to command the supernatural? au unataka upako wa There is a kuamuru healing mambo ya virtue in kiungu? the anointing. Kuna nguvu ya uponyaji kwenye Lift mafuta up your voice matakatifu. and pray. Inua sauti yako, omba Lord, as this unalotaka. oil come upon me, Bwana, mafuta haya yatakaponijia, Lord, my health is perfected. afya yangu As this inaponywa. oil come upon me, Mafuta haya no yanaponijia, more sickness. hakuna magonjwa As this tena. oil come upon me, Mafuta haya yanaponijia, the hand of God comes upon mkono wa me. Bwana unanijia No juu more yangu. stagnation. Hakutakuwa na kudumaa As this tena. oil come upon me, Mafuta haya my yanaponijia, house of understanding is enlightened. ufahamu wangu As this unatiwa oil come nuru. upon me, Mafuta haya yanaponijia, Lord, I will be a touch not. Bwana, nitakuwa mtu nisiyegusika. Somebody pray now. Declare what you Tamka desire. unachotaka kupitia You mafuta. must not go back with that sickness. Upasi kurudi na huo What ugonjwa. you say is what you will create. Unachokisema What unakiumba. you say is what you will see. Unachokisema ndio unakiona. Don't ever anoint yourself without making declaration. Usijipake mafuta haya pasipo kutamka. Lord, as this oil come upon Bwana, me, mafuta haya I yanaponijia, am made whole. ninafanywa kwa I am mzima. made whole. Nafanywa kwa In mzima. the name of Jesus. Katika jina la This Yesu. is the power of God. Hii ni nguvu ya Mungu. Every attack of the devil is destroyed. Kila shambulio la shetani Whatever linaharibiwa. my heavenly Father have not planted, Kitu ambacho baba yangu wa mbinguni Lord, hajapanda it shall be rooted out kitang'olewa by the power of the Holy kwa Ghost. nguvu ya Roho He Mtakatifu. said, if the spirit of him that made Jesus from Sasa Roho death wake alimfufua kutoka katika dwell wafu, inside of me, kama anakaa ndani yangu, oh, he will quicken my mortal body. atauisha na mwili The wangu. Bible says it shall come to pass Besa on itakuwa that day that the body shall be katika lifted siku hiyo, up mzigo utaondolewa and the yoke shall be na destroyed nira itaharibiwa because of the anointing. kwa sababu ya mafuta. Let every yoke of sickness be Kila nira ya destroyed. magonjwa iharibiwe. Every yoke of marital delay be Nira ya kuchelewa kwenye ndoa destroyed. Every iharibiwe. yoke of barrenness be destroyed. Nira ya utasa Every iharibiwe. yoke of stagnation be Nira ya destroyed. kudumaa iharibiwe. Every yoke of failure be destroyed. Nira ya kushindwa iharibiwe. Every yoke of loss be destroyed. Nira ya Every tamaa yoke of iharibiwe. poverty and want be Nira ya destroyed. umaskini In iharibiwe the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Raise it up. Inua hiyo chupa yako juu. Jesus,
Yesu, the content of these bottles now, kilichoko ndani ya chupa is hizi declare the anointing of the Holy tunatamka Ghost, ni mafuta upako wa Roho Mtakatifu, and let the power of the Holy Ghost na ile nguvu ya Roho Mtakatifu be manifested via this oil. idhihirike kupitia mafuta Father, haya. let there be instant miracles Kuwepo na miujiza ya papo kwa papo, and everything that is not of God. na the chochote life ambacho of your si cha people. Mungu katika maisha Let it yote be humiliated by the power of this oil. kikafedheshwe kwa nguvu ya mafuta, And let the desires of your people be granted. watu wapate matamanio yao. This anointing will meet signs and wonders and diverse Mafuta miracles. yatasababisha ishara na maajabu As we yatendeke anoint kwao. our houses, our place of work, Tunapopaka nyumba our zetu, business area, maeneo yetu ya kazi, Holy maeneo ya Ghost, biashara, we decree supernatural Roho Mtakatifu breakthroughs tunatamka udhihirisho wa in the name kiungu of Jesus. na mipenyo ya miungu katika When we jina la go from Yesu. one place to another, Tutakaposafiri toka eneo moja kwenda Lord, jingine, no coronavirus will afflict kirusi cha any one korona of us. kitatupiga In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu This Kristo. anointing is anointing of touching Mafuta us. haya ni mafuta ya kuto No kugusika, evil will touch us. hakuna In the kitakachotugusa name of Jesus. katika jina la It is Yesu. blessed. Nimebarikiwa. It is now the anointing of the Sasa ni Holy mafuta ya Spirit. Roho Mtakatifu. Put a small in your palms Weka kidogo katika and mkono anoint wako your forehead na ujipake kwenye paji la and uso. begin to decree. Anza kutamka. It's a fire. You have unquenchable fire. Kuna moto Begin to usio decree. Anoint your moto forehead usiozimika. and put your hand on your forehead and pray. Pray in the Holy Ghost and declare your testimonies. Nena kwa Put lugha. it on your head with that oil on your palms. Put it on your head and pray. Weka kwenye paji la uso, omba sasa. Tamka, tamka. Vile vitu usivyovitaka amuru viondoke. Elande labulia baba baba alaba bashaka telia walaba o brekete kia talaba alaba bashakia talabalaba o ya labalia baba shagalaba leakaba lakatolia balaba. Be healed now. Be made whole. Uponye Be sasa, healed now. ufanye kuwa mzima. You can anoint any other place that's pending you. Any place you want to anoint. Eneo lote nalokuoma unaweza Any ukapaka. place, any place. Anytime we are doing anointing, do as occasion serve you. Na You want wakati to wote anoint your tunapokuwa tummy, tukipaka that way you will mafuta, not disturb anybody doing that, you do that. Anywhere. paka Anoint- popote if you want to ili mradi anoint your leg, hautamsumbua anoint your mtu. leg. If Kama you want to unataka anoint your kupaka eyes, miguu, anoint your eyes. kama To see unataka kupaka clearly. macho, paka macho uone vizuri. Leko shiakaba, labalia, alia kaba, lakatoprelia, aliande ketelia balabalabalaba, alia kate kata, alia kaboshia baba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Put a small in the pants. Let's administer the anointing Weka kwenye by kifuniko taking it. kidogo tukanywe. By taking it. If the spirit of him that raised Jesus from dead dwell inside of you, Kama yule roho alimfufua he katika that wafu, raised up Christ from dead shall quicken your mortal kama body, anakanda neno shall atafufua na inject milele. life into your system. Ataingiza uzima. Everything, Lord, my heavenly Father, have not planted. Chochote ambacho babangu wa mbinguni Lord, you hajapanda. have a fan and a fire. Bwana Holy una Ghost. pepeto na moto. Oh, thoroughly purge it from every wheat. Safisha Burn it with unquenchable fire. na uteketeze In the magugu name of yote kwa Jesus. moto Everyone that usiokoma. believes in this mystery, please swallow it. Unaamini hii siri ya mafuta matakatifu ya meze sasa. Thank you, Jesus. Lesho katala brashi kata Asante bralima. Yesu. Aliande kitala brala bashiaba. Alia katakate kiato balaba. Everyone pray in the Holy Ghost now. Nena kwa lugha sasa. Ukishakunywa mafuta nena kwa Alando lugha. brekata. Nena kwa lugha kama umeshakunywa nena kwa lugha. Labra katoliba. Ekiataka brali chakaba liba. Ebalanda katakatoke tolia balaba. Ekiata balia soleaba. Alia katoke toshi alaba. Ebrala boshi alaba kato lianda landolia. Ebra kataka boshi alaba. Eketaka balika tobre lisho laba. Eketeketo koto keteketeketo. Ekitaka balabra katoba. Abolia baba bali balia. Andaleaba. Receive your miracle healing now. You are made whole. You are made whole. You are Pokea made whole. muujiza You wako wa are made uponyaji. whole. Oh, the Umefanywa storm kuwa is mzima. over. The storm is over. The storm Dhoruba is over. imekoma. The storm is over. Dhoruba imekoma. Lebala basulia baba baba. Abrakaboshia. Alande, 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 alande. Obrekatusha kaba. Moliande baliande katekaleba. Ebuakatende, ekito katakuta katalia, endo bakateke to breketela, indoloboshi alabando, ekiatekuta la balia babalanda, alande ketokoteke tekuta, ekuta kabababalaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Shout a louder amen. Sema amina kubwa. Shout a louder Sema amen. amina kubwa. Everything
that you Kila kitu. believe God today via this oil, ambacho namwamini Mungu Anointing kupitia oil. mafuta haya matakatifu it is done. kimekuwa. Shake yourself, you are healed. Tazame umepona, Shake yourself, you are made whole. tazame umefanywa kuwa Your mzima, health is perfected. afya yako imekamilishwa, Affliction shall not abide the second time. mateso yatainuka mara ya I'm not pili. hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. Everything will work out well for you. Kila kitu kitafanikiwa In kwako the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu No Kristo. more shame in the name of Hakuna Jesus aibu Christ. tena No kwako, more stagnation in the name hakuna of kudumaa Jesus. tena kwako. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. I will hear your testimonies within this Utasikia week. shuhuda zako wiki hii In Jesus' glorious katika name. jina tukufu la As Yesu. you check yourself, they will tell you that that sickness is no more Utakapokwenda there. kujipima hospitalini In the watakwambia name ugonjwa of Jesus haupo Christ. katika jina la Yesu. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. Please clap your hand for Jesus Pigie Bwana Yesu makofi. and have your seat. Tafadhali keti. I want to welcome those worshiping with us Na wakaribisha wale wanaoabudu pamoja for nasi the first time on a Sunday kwa morning mara ya like this. kwanza Jumapili asubuhi kama hii. Today is your first time worshiping with Leo ni mara us. yako ya kwanza unaabudu pamoja nasi. Please stand up on your feet. Let's Tafadhali welcome simama you. juu kwa miguu yako. Let's welcome you. Tunakukaribisha. Let's welcome you. Tunakukaribisha. Today is your first time. Come forward here. Let's welcome Njoo you. mbele we mgeni, tunakukaribisha. Nguvu Ni mara yako ya kwanza unaabudu pamoja nasi. Njoo mbele tafadhali. katika nyumba ya Bwana kuna Mgeni karibu, mgeni karibu. waja katika nyumba ya Bwana. Njoo mbele tafadhali we mgeni. Katika kuna nguvu katika nyumba ya Bwana. Katika nyumba Njoo mbele mgeni. unaweza katika nyumba ya Bwana. Katika kuna nguvu katika nyumba ya Bwana. Njoo mbele. Njoo na Biblia yako na vitabu vyako. Unaweza walio ndani ya Yesu. Hallelujah. Stretch out your hand and pray for them. Tuelekeze mikono tuwabariki wageni wetu. Jesus, they have come. Bless them. Yesu amekuja wabariki. Let everything work out well for them. Kila kitu kafanikiwe kwao In the name of Jesus katika jina Christ. la Yesu Kristo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. You are blessed. Mmebarikiwa In Jesus' name. katika jina la Yesu. Please follow our church officials. Wafuate watumishi wetu upande wa kushoto pale. Stand up on your feet. Tusimame kanisa. Our time is up, but God will not be pleased if we didn't praise Him at least few minutes. Muda wetu umeisha, lakini Mungu hatopendezwa kama tutasifu hata kwa dakika God chache. will not be pleased. This is 12 o'clock. I will close it in 12:15. Saa 6:15 It's tutafunga. only 15 minutes I added. Dakika 15 tu ndo I nimeongeza. can close the service now, but God will not be pleased. Naweza kufunga ibada sasa, lakini And Mungu there hatopendezwa. are testimony that need to be perfected Na now kuna shuhuda inabidi zikamilishwe hapa by this praise now. kupitia sifa hizi kuu. I want you in the 10 minutes now, Kwa dakika 10 sasa. and I'll use the 5 minutes and close. Na taongea I kwa want dakika the 5 choir to tutafunga. sing, Kwaya tuimbe. dance with expectation. Cheza ukiwa na matarajio. Praise God that it is done. God said it and I believe it, and that settles it. Mungu amesema, ninaamini na imekuwa. Choir, let's go. Cheza ishara ya kwamba unaamini imetendeka, imekuwa. Cheza ukimtukuza Mungu, ukimshukuru Mungu. Tunakusifu Baba, twalihimidi jina lako. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakusifu Baba, twalihimidi jina lako. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakusifu Yahweh, twalihimidi jina lako.
Somebody clap your hand for Jesus Pigie Christ. Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Go in peace. Nenda kwa amani. Everything God have done for you today shall be Kila permanent. ambacho amekutendea Mungu leo kitadumu milele. And I decree Na ninatamka this week wiki hii shall be your week of harvest of miracles. itakuwa wiki yako ya mavuno ya miujiza. Every hanging testimonies Kila ushuhuda wako are unaoning'inia released to you now in the name of unaachiliwa Jesus Christ. upokee katika jina la Yesu. As you go from one place to another, Unapoondoka toka eneo moja kwenda He will give jingine, His angel charge over you. atawaagiza malaika wakulinde. I decree there Ninatamka shall be no evil news concerning hakutakuwa na you. habari mbaya kuhusiana na wewe. No hospital bed will see your back this Hakuna way. kitanda cha hospitali No kitaona mgongo hospital wako. bed will see your back this Hakuna way. kitanda cha hospitali kitaona In the mgongo name of wako. Jesus Christ, Katika jina la Yesu. you shall live and not die. Utaishi au utakufa. Anyone experiencing any kind of symptom of corona, Yeyote mwenye dalili zozote za kirusi cha we corona, declare it is over in the tunatamka name of Jesus imekoma Christ. katika jina la Yesu. And we declare total victory Tunatamka ushindi over mkamilifu coronavirus dhidi ya cause in the kirusi name cha of Jesus corona Christ. katika jina la Yesu. It is over forever in the land of Tanzania in the Imeshindwa name of milele Jesus. katika ardhi ya Tanzania. God have given us victory. Mungu amekupa And ushindi. so shall it be in Na the name ndivyo of Jesus. itakavyokuwa katika jina la I'm Yesu. not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. Anyone holding what belongs to you, Yeyote anayeshikilia mali yako come under pressure to release it to you today. anasukumwa aachilie In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. So shall it be. Ndivyo The itakavyokuwa. Lord bless you and keep you. Bwana akubariki na He akuhifadhi. will cause His face to shine upon Ataungaliza you. uso wake kwako. He will be gracious to you. Atakuwa mwema kwako. He will give you peace. Atakupa amani In Jesus' glorious katika jina name. tukufu la Yesu. I'm not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. It is my year of breaking limits. Mwaka wangu wa kuvunja mipaka. Then what eyes have not seen or ear Kile heard ambacho macho hajaona wala masikio shall be hajasikia. your experience all through the year Yatakuwa ni uzoefu wako 2020. katika mwaka wote 2020. Congratulations. Hongera.